Mais c'est ça, on sent déjà l'ambiance du côté de l'AS Kabasha. Avec ces buts qui vient peut-être redorer l'espoir de jouer la finale de ce tournoi de la paix ici au niveau du stade de l'unité organisé par le gouvernement de la province. Un autre changement du côté des Dauphins Noirs. Voilà l'ambiance au niveau du stade du côté des fanatiques de l'AS Kabasha. Ni kwamba hawa ni mashabiki wa timu la AS Kabasha wanaonyesha kabisa. Birumvikana hano kuri stade rero abafana baratandukanye abikipe ya Kabasha gusa hagati aho Dauphins Noirs nayo ishobora kubona ikindi gitego hanyuma bikanganya kimwe kuri kimwe bagatera penalty. Na mkamuda kama na huu ni mechi ya pili ya nusu finali kati ya timu la AS Dauphins Noirs na AS Kabasha, timu mbili ambazo zinaonekana kuwa mabingwa kwa muda kama na huu ambao wanaenda sare wakati tumepoteza muda wa 45 minuti ambazo zimeshamalizika ambao tunapata kwa muda kama na huu hapa kunako uwanja wa Umoja ndani ya mpangilio ya kombe la amani ambayo inaendeshwa hapa ndani ya jimbo la Kaskazini na kukiwa hadharani na Liwali Erasto ambayo inaendelea. Kwa sasa tunapatikana uwanjani kwa muda wa muhula wa pili ama le 45 dernière minute ambao utapata kunako Africana TV, tutakujia mara kwa mara moja kwa moja. Hivi tunakuacha muda huu uweze kufuata hizi na saa ambazo zinaobaki ili tuendeleshe mchezo wetu. Mchezo unaonekana kuwa ngumu kwa kundi zote mbili ama timu zote mbili ambazo zinaonekana kucheza vizuri. Kwa niaba ya Kabasha wanacheza, ila tukizungumzia percent kama Kabasha na percent kulingana na timu hiyo ya Dauphins Noirs. Ingalao Dauphins Noirs ni timu kubwa ambayo inacheza ligi ya kwanza hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabasha inacheza ligi ya pili, ila kwa mchuano hii ya kombe la amani kwa Kaskazini ambayo inaweka dharani na Liwali, mechi inaendelea. Kwa sasa tunaona ni mchuano ambao unaendelea kwa muda kama na huu. Kabasha tafuta goli kwa muda kama na huu. Tunakupatia kwa muda kama wote wanaenda kare 0-0, ila mechi inaendelea kunako uwanja wa Umoja hapa ama stade de l'unité hapa mjini Goma. Nani anachukua kama ni wao wachezaji wa Kabasha wanakuwa na kwa muda kama na huu, ila referee Jules Ineza ambaye anaendelea kuwa ushikuzi ama msimamizi wa mechi hii kwamba kabumbu inaenda ndani ya goli la timu la Dauphins Noirs ambao kwa sasa mechi inachezeka na inaendelea. Ni wachezaji wa timu la Kabasha walikuwa bado hawaoni namna gani inaendelea. Inaonekana kwa mchezaji wa Kabasha iko orje ama iko nje ya mchezo kwa muda kama na huu. Naam, kwa sasa ni ngambo ya Kabasha ya Dauphins Noirs. Ça va se jouer de l'autre côté pour essayer de revenir dans les camps de l'AS Kabasha. C'est la défense des Dauphins Noirs qui est en train de chercher comment s'interposer dans cette rencontre. Le capitaine des Dauphins Noirs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer pour essayer de remonter. Et c'est parti pour cette partie. Le dossard 8 des Dauphins Noirs, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de remonter. Il s'appelle Bruno. Bruno, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il n'a pas eu le temps de maîtriser le ballon. Ça se joue au milieu de cette équipe. Voilà, le dossard 28, qu'est-ce qu'il va faire? Wiggins Malombo, il a commis une faute sur un attaquant de l'AS Kabasha. Va vite se jouer. Et voilà, ça se joue au milieu. Teji qui a le ballon. Il a donné au niveau de la défense de l'AS Kabasha qui s'interpose. Na timu la Kabasha linaendelea kuwa na kabumbu kwa muda kama na huu. Acheza namna gani? Anaendelea namtafuta mwenziwe, anatafuta namna gani atamshukia mwenziwe. Ila timu la Dauphins Noirs linaendelea kucheza na goalkeeper wake. Wakati Dauphins Noirs anatafuta namna gani kutosha kabumbu huko anaendelea. Dauphins Noirs anafanya nini? Ameweza kumchenga, anaendelea mbele. Nini kachezeka hapo? Dauphins Noirs ndani ya lango la Kabasha, ila kwa muda mchache tu inaendelea. Hakuweza kuchukua uongozi wake vizuri, na wachezaji wa Kabasha wanachukua muda wa kuweza kuondoa kabumbu ndani ya lango lao, na hilo inaendelea mbele, wanacheza nyuma tu. Mchezaji wa Kabasha ameweza kuangushwa chini tena na kijana Teji ambaye anaonekana kuwa motomoto akishambulia lango la timu la AS Kabasha mara kwa mara.
Voilà, la défense de l'AS Kabacha va s'interposer. Le Dossard 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejouer avec son gardien. Pas pour longtemps, le gardien va remettre au niveau du Dossard 25. Le capitaine même, voilà. Pas pour longtemps. Bruno qui a récupéré le ballon. Pas pour longtemps, c'est Kabacha qui a le ballon. Le capitaine remet au niveau. Pas pour longtemps, le Kabacha qui a plus l'occasion de toucher le ballon. M'a donné. Et Dauphin Noir qui reprend le ballon avec Kalombo. Kalombo, qu'est-ce qu'il va faire? Pas pour longtemps, c'est une faute en faveur de Dauphin Noir. Peut-être pour cette action, Dauphin Noir va devoir essayer de trouver l'opportunité d'ouvrir la marque dans cette deuxième partie de la rencontre qui se joue dans la deuxième demi-finale de ce tournoi de la paix organisé par le gouvernorat de la province de Nord Kivu. C'est parti, Dauphin Noir! Une tête qui n'est pas cadrée. Du Dossard 29, Bayoma Fabien. Bayoma Fabien n'a pas su cadrer sa tête. On voit le coach de cette équipe de Dauphin Noir qui est en train de discuter avec les arbitres. Et Gilles Inès qui revient pour essayer de causer avec le coach. Entre-temps, laisse-moi le temps de vous donner les 11 de départ de cette équipe de Dauphin Noir. Matoumele Arnold, le gardien de but, Dossard 30. Madjali Wabrino, le Dossard 8. Kassapou Ibrahim, le Dossard 13. Nitou Trésor, il porte le Dossard 17. Liloko Lifoli Baché, il porte le Dossard 2. Bassial Israël, le Dossard 6. Witness Kalombo, le Dossard 28. Mwingela Teji, Dossard 10. Titi Mambouma, qui a le Dossard 19, le Dossard 19, bien sûr. Bayoma Fabien, le Dossard 29. Et Boulongo Boutros, le Dossard 14. Voilà le 11 de départ de cette équipe de Dauphin Noir. Na ni hao wachezaji wa kwanza ambao walianza mechi kwa ngambo la timu la Dauphin Noir, ila kwa ngambo ya Kabasha hatukufaidika kuweza kupata karatasi ya majina yao. Hebu mechi inaendelea kwa muhula wake wa pili hapa kunako uwanja, na timu zote mbili zinaenda sare 0-0 kama unavyofuata, na inaonekana wachezaji wote ama timu yote mbili kuwa na determination. Nani atakuwa bingwa atakutana na AS Goma Sport, FC Goma Sport kwa finali ya kombe la amani hapa mjini. Na kwa muda kama na huu mechi hii inaendelea kuweza kupata, unaona wachezaji wanakuwa wengi wanacheza muziki ya la danse folklorique, je crois que c'est Nande. Ça montre la suprématie de toutes les communautés qui se joue ici au niveau du stade de l'Unité. C'est une partie de cette danse folklorique qu'on est en train de suivre pour essayer de donner l'ambiance ici au niveau du stade de l'Unité dans ce tournoi de la paix organisé par le gouverneur de la province, que nous saluons en passant. Nous disons merci pour cet encadrement de la jeunesse dans la ville de Goma, qui ne va pas s'arrêter ici d'ici les 30 jours, comme l'a dit l'un de ses acolytes, mais aussi le conseiller technique au niveau du sport, qui a promis que ça ne va pas s'arrêter ici d'ici les 30 juin. Il y aura beaucoup d'autres organisations. Je voulais suivre cette ambiance, la danse folklorique qui se joue ici. Suivez un tout petit peu. Na kama alivyozungumzia Jean-Baptiste, ni wanawake ambao wanaendelea kutumbuiza hapa kupitia mchezo huu wa nyumbani, kuonesha tu ni amani inaendelea hapa ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini na mjini Goma. Mchezo huu ni wanawake wanacheza kabisa, wanatuonesha namna shamra zinaendelea. Ninaendeka ni mchezaji wa Dauphin Noir ambaye anakosa yeye mwenyewe na gardien ama goalkeeper ameshindwa kuliweka hiyo. Kalala sijui atalifikia hiyo bali
bado hakufikia. Une remise à touche pour cette équipe de Dauphin Noir. Mais je rappelle qu'un attaquant de l'Est Dauphin Noir vient de rater une occasion. C'était vraiment une occasion, non? Ratée par cette équipe de Dauphin Noir. Est-ce que ça va revenir? Wait and see. On va voir. La défense de Kabacha qui s'interpose. Il trouve le dossard 25. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va essayer de dribbler au milieu défensif. C'est parti, pas pour longtemps. Le dossard 8 qui va prendre le ballon. Il s'appelle Bruno. Bruno, il a donné au dossard 14. Boutros Boulongo. Pas pour longtemps. L'arbitre Gilles Ineza qui va siffler une faute en faveur de l'AS Kabacha. Ça sent du boulot ici, hein? Inaonekana kama mechi yanaendelea vizuri. Bwana Jean-Baptiste ambao tunakuwa hujambo tena kwa muda kama na huu. Asante sana, niko sawa kabisa hapa kwenye uwanja wa mchezo wa Amani hapa Stade de l'Unité. Kabisa mechi inaonekana kama ni sawa kabisa, lakini timu mbili zote ziko sale mpaka sasa hivi. Nadhani ile namna nilikuwa nakwambia inaweza kuwa kama jana, inaweza kutuingiza ndani ya penalty tena tuone. Hapa ni mbele ni Kabasa iko na mpira, anampatia mwenzake mbele ya lango. Tuone kama anamaliza vizuri. Sasa goalkick sasa goalkeeper sasa kaanza kuikamata Arnold namba 30. Sasa kwa lugha ya Kinyarwanda nataka kuambia kwamba nashakubabwira yuko hano kuri Stade de l'Unité umupira hano ni ndyankurye ni kule ni kukule kwa sababu inaweza kuwa kabisa ukichunga mbaya unaweza kurudi nyumba na mguu mmoja. Naam. Manake ni kucheza na unajitegemea. Hiyo ni kweli kabisa. Inaonekana wachezaji wote wanalingana kabisa kwa muda kama na huu. Timu Kabasha inaonekana kuwa ngumu kabisa kwa mkuu yake ambaye ni Dauphin Noir kwa muda kama na, kwa kuwa Dauphin anacheza ligi ya kwanza na Kabasha anacheza ligi ya pili. Bivuze ngo Dauphin Noir kina mu cyiciro cya mbere hanyuma Kabasha kina mu cyiciro cya kabiri. Na amakipe rero ari guhatanira igikombe cy'amahoro hano kuri Stade de l'Unité. Akaba rero ari amakipe ari gukina yerekeza kuri finali. Ikipe imwe igomba kujya kuri finali kuri iki cyumweru. Hanyuma nkuko rero turimo tubabwira iyi mikino iri kubera hanga akaba ari imikino yateguwe na Guverinoma Nord Kivu mu rwego kugira ngo urubyiruko rubashe kongera gususuruka ndetse n'abatuye umujyi wa Goma bongere basubire gususuruka. Hano rero akaba ari amakipe abiri yahuye, ni ikipe ya Kabasha, ikipe ifite abafana benshi cyane bo muri uyu mujyi wa Goma, ndetse n'ikipe ya Dauphin Noir. Niyo makipe ari gushaka umwanya. Indi kipe imwe igomba gukina n'ikipe ya Goma Sport yatsinze ejo ikipe ya ngira ngo ni ikipe ya DS Virunga kuri penalty bigoranye cyane. Hanyuma rero Indaguzi ikavuga ngo wasanga nanone penalty zibonetse uyu munsi kwa amakipe kugeza ubuturu mu gice cya kabiri, kandi nta kipe irareba mu izamu ry'indi. Reka dutegereze gato turebere tube gufata umwanzuro, ariko penalty ishobora kuza kongera kwitabazwa. Dukomeze n'abadukurikiye muri rw'igiswahili. Voilà, comme fait de le dire Jean-Baptiste, les deux formations qui se confrontent à ce moment sont en train de chercher une place en finale. Une équipe qui va affronter l'équipe de DC de Football Club Goma Sport, qui a éliminé le Daring Club Virunga. C'était sur une séance de penalty après un match de 90 minutes de 1 but partout. Ici au niveau du Stade de l'Unité, pour cette deuxième partie de la rencontre, de la deuxième demi-finale, ici au niveau du Stade de l'Unité, entre l'AS Kabacha qui joue la Ligue 2 contre Dauphin Noir qui est de Ligue 1. Les deux formations sont à 0-0, alors que nous sommes déjà dans les 55-6 minutes de jeu pour cette rencontre. On risque d'aller aussi à penalty comme venait de le dire Jean-Baptiste, mais on n'est pas encore là Jean-Baptiste. Tunaona namna gani michezo inaendelea, wote wanakuwa ngumu kabisa, ila kwa muda kama na huu Kabumu iko ndani ya kempi la lango la Kabasha. Kwa muda mrefu Ibrahim anachukua Kabumu kwa muda mrefu, ila Rada anafanya Jafari anafanya nini? Jafari anachenga, Jafari anatafuta nyangu, atafuta mlango. Oh la anakosa namna gani kuagiza hiyo agizo. Oh
la 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 la. Ilikuwa nafasi nzuri kwa timu la Kabasha kufungula hiyo nyavu. Bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo Kabasha bitsinze igitego. Ariko reka turabe yikufura corner igiye kuba katurebe. C'est parti! Goalkeeper anachukua. Bwana Arnold ugaragaje ko ari umunyezamu mwiza. C'est pas pour longtemps. Kabasha qui reprend le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore aller Jafar. Jafar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un coéquipier peut-être. Lui-même, il va jouer. Ouh! Le pied de Jafar. Le pied de Jafar. Voilà un joueur de Dauphin Noir qui reste au sol. C'est peut-être à cause de cette pression. Kumekuwa pressure mingi hapa ndani ya lango lao. Hapa ni pressure, lakini inaonekana hizi dakika mambo inaweza kubadilika kwa sababu timu zote mbili ziko zinatafuta goli kwamba kabisa zinatafuta goli kwa ubaya, ziko zinatafuta goli, lakini tukiwa tunalinganisha siku ya leo na siku ya kesho, jana katika mechi ya Goma Sport na DC Virunga kulikuwa kadi nyingi sana kwa sababu kulikuwa makosa. Naam. Lakini leo unaona hakuna kadi. Ni kwamba referee Jules Ineza yeye kabisa anaenda na mchezo wake na vijana wote wanacheza vizuri. Ndio kabisa. Kutokana na upande wa mashabiki leo sasa ni wengi sana. Mtu anaanza sasa kutekeleza kwamba siku ya finali siku ya ni Jumapili na itakuwaje, kwa sababu watu walikuwa wanalipa 1000 ya franc congolais na stadi kaja, na ilikuwa ni mechi za kwanza, na tuko tunajiuliza kwamba eske itakuwa dimanche itakuwa kama vile uwanja umejaa leo na watu wanalipa hiyo franga 100. Ila ingalau wakati itakuwa kunakuwa mbio machi ya wao tutafuta nafasi ya 3. Na hiyo itachezeka itakuwa ni hii Ijumaa. Tunasubiri itakuwaje kabla ya hiyo timu ambazo watatafuta nafasi ya 3. Ila kwa finali huenda itakuwa mambo mengine, ila tutahitaji kwa liwali. Nini inafanyika? Dauphin Noir anatafuta funguo ndani ya nyavu. Ila haliwezekani. Wale madefenders wa timu la Kabasha wanakuwa vigumu kabisa, hawahitaji hata mtu aingize katika nyavu yao. Dauphin Noir Ibrahim hakuweza kuchukua metrage ya hiyo kabumbu. Inaendelea. Une remise à touche pour cette équipe de Kabasha qui met la pression sur Dauphin Noir. Qu'est-ce que ça va faire? Jafar qui est attaqué par Ibrahim, il prend une occasion. Pas pour longtemps. Teji controversé par le dossard 8 de Kabasha, pas pour longtemps, il répare le ballon, une faute, une main signalée sur le dossard 8 de l'AS Kabasha. Ça va vite se jouer peut-être. Nous disons merci à l'organisateur, merci à toute l'équipe du gouverneur de la province du Nord Kivu qui pourra être là le jour de la finale. Tunajua leo tutakuwa kwa siku ya finali kwa kuwa mama anaendelea kuwa vizuri kama ameagiza maji imekuwa watu wanakunywa maji vizuri, tunaona na umeme sio maji peke yake. Inaonekana kwamba hapa uwanja wa Amani kunatengenezewa sana, kwa sababu inakuwa ni mchezo, lakini na gari ziko zinaleta kama ni gravier nini ya kusawanisha uwanja huo vizuri sana kabisa. Vizuri sana. Naam. Na kutokana na mambo ya umeme, ile liwali alikuwa anasema stade Dolinite itapata umeme. Sasa nadhani ilishaisha. Umeme imekuwa kabisa, tumeona ingalau watu wako hapa saa za usiku, umeme iliangaa kabisa na uwanja wote litakata, na watu wa pembezoni huko waliona kabisa mwangaza imekuwa hapo bila tatizo lolote. Na hapa mjini Goma tunaona wameendelea kufanya hiyo kazi, na watu wanaanza kujiuliza miaka na miaka hapa hii stadi ilikuwa bila maji, bila umeme, na miezi 3 au 4 inakaribia 4 M23 imeingia hapa mjini Goma, na tunaona mabadiliko kabisa. Kuna nimesema siku moja tu, siku 3 zinafuata moto iko hapa kwenye stade. Tunaona moto kunakuwa maji, inakuwa maji nzuri. Unajua nimefanya kitu moja, watu walikuwa wakitafuta maji ya kunywa. Mimi mwenyewe nimewapatia maji ya kunywa, nilikuwa na furaha hapa katika kuwapatia maji. Ile ni kitu kizuri sana. Na tunafurahia jambo hili kwa kuwa tunasema ni Usamaritania. Naam, hiyo ni Usamaritania kama umezungumzia hiyo. Voilà, c'est juste un moment parce qu'il y a un joueur de l'AS Kabasha qui était fauché, il était au sol. Le temps pour lui de recevoir un peu les soins.
Mais la partie va continuer. C'est Dauphin Noir qui a le ballon, pas pour longtemps. Une faute sur un joueur de Dauphin Noir qui reste aussi au sol. Tunaona kama kumekuwa mchoko kabisa siku nyingi wachezaji. Niko bimeze rero hano amakipe hagati ya Dauphin Noir ndetse na Kabasha na amakipe birakomeye afite n'abakinnyi uretse ko Kabasha yo ari bindi ariko aya makipe ari kwigana nihagira ikipe ifungura indi hano haravuka ibitangaza. Nasema kama kuna timu moja ikifungua ingine kwa goli hapa mambo tutaona itabadilika sana. Hapa tunaangalia anacheza namna gani. Kunakuwa kosa. Angalau kunakuwa jambo moja nimeona hapo, unaona mchezaji yule ambaye alianguka chini mwenzake amuumiza, wameshimama wanakumbatiana, ni kuonesha kama hiyo ni fair play kama umezungumzia. Ni kupe ya amani. Ni kupe ya amani. Kwa jambo nzuri ambalo tunalihitaji tunafurahia hapa. Na kama vile unavyoona hiyo na hapo ni fair play, anagusa mwenzake pole, ni jambo la furaha. Tunasema asante kwa hao wachezaji, kama vile mchezaji wa Dauphin Noir bwana Kalombo, tunasema asante kwa yale jambo ambalo alifanya kwa mwenziwe. Na hapa kunakuwa mabadiliko, tunaona mabadiliko kabisa. Mchezaji wanaweza kumuondoa huyo mchezaji machachari nambari 14, nambari 5 ndio anaingia. Tuone nini atalifanza kwa ngambo ya timu hiyo la Kabasha, na mechi hiyo itakuwa imeendelea badala tu ya kuweza kumshwamisha huyo mchezaji wa timu la AS Kabasha. Na bwana Pepe anafanya nini? Anatafuta wenziwe ndani ya lango la Dauphin Noir. Tutaweza kuwapata bado Dauphin Noir ndani ya lango la Dauphin Noir. Wameweza kukosoa kama anasogea hapo mbele. Hatujui nini itaendelea hapa. Huenda watenda tena kwa mikwaju. Mimi najua itakuwa kwa dakika 5 za mwisho hivyo. Kwa dakika 11 za mwisho goli la kwanza itakuwa inaingia. Wow. Dakika 11 zinabaki. Na ni nani wataliingiza ile goli? Nione kabisa kama wao ni mmoja wale wa sio hukumu wako huyo ambao unazungumzia kabisa. Kwambia ukweli Kabasha itaanza goli. Wow, unaona kwamba utakuwa kuna bakia dakika 11 za mwisho. Tukifuatilia mechi hiyo kama vile Jabati, tuangalie itakuwa namna gani. Utaniambia. Tunashukuru. Voilà. Comme vient de pronostiquer Jean-Baptiste, dans 15 minutes, à la 15 minutes de la fin, c'est Kabasha qui va ouvrir le score. On attend. Wait and see, comme le disent les Anglais. On attend qu'est-ce qui va se faire. Mais Dauphin qui joue dans son camp avec son gardien. Arnold qui joue avec son défenseur. Bien équilibré le ballon. Et Kabasha qui reprend le cuir, pas pour longtemps. Un joueur de Dauphin Noir qui fauche na hapa wachezaji wanaweza kuwa makini na hii makosa wanafanya mbele ya lango inaweza kuwaletea shida sana na kutokea kupata goli, kwa sababu unaona hapa sasa ni karibu na mlango wa Dauphin Noir. Wa Dauphin Noir. Na Kabasha ndio yeye naenda kupiga. Nuko amakosa bakinyi batangiye gukora bikoreshwa imbere y'amazamu ashobora gutuma ibyo mvuze bibaho. C'est parti. Lango lilikuwa limegongwa kwa muda mchache tu. Inaikosekana. Baada ya kumalizika. Abafana bakabase bari bamaze kubara igitego ariko ntabwo kigiyemo. Ça sent la pression de part et d'autre, mais c'est Kabasha qui vient de donner encore le tonnerre dans les camps de Dauphin Noir. Le coup de tonnerre. Et voilà. Arnold et ses coéquipiers peuvent encore souffler un tout petit peu après cette pression de la part de Kabasha. C'est pas encore terminé. La relance, Pepe, pas pour longtemps. C'est Kabasha qui a encore le cuir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le ballon. Il va chercher peut-être les coéquipiers, pas pour longtemps. Oui, il a eu Kalala. Kalala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un. Kabasha qui est toujours là. Près de la porte de Dauphin. Une faute. C'est penalty peut-être. Penalty. Ninja, si on gagne à Ninja. Si on penalty. Ntabwo twamenya niba ari umukinnyi usimbutse akagwa mu rubuga rw'amahina ariko nakuwa karibu tu na c'est pas à quelques centimètres du grand rectangle
qui va peut-être jouer, qui va porter ce ballon pour essayer de trouver une occasion. Unaweza kumbuka kwamba nimekwambia makosa wanafanya mbele ya mlango. Hiyo ni kweli kabisa. Inaweza kuwaletea goli. Tuone kwamba hapa inawezekana kuwa wamefungwa goli. Dauphin Noir inaweza fungia na kufungua hiyo goli itakuwa vigumu kabisa. Tuone kwamba hatujue dakika zile zinabakia ni dakika karibu 20 hivyo. Umezungumzia hiyo ni kweli. Atuone ataendelea namna gani. Mimi sio mganga wa kishenzi lakini nakwambia kwamba lakini mimi nawazia wewe ni mganga kabisa. Kwa kuwa mambo yote tunazungumzia na acha tuone goli inaweza kupatikana kwa zile dakika nilikuwa nakwambia za mwisho. Entre-temps, les joueurs de l'AS Kabasha qui étaient fauchés en train de suivre les soins. On attend peut-être sur cette occasion. Je salue la première dame du football, Maman Amida, au niveau de la province du Nord Kivu. Elle est là toujours pour soutenir les fanatiques, mais aussi le sport dans la province. Nous disons merci pour cet encadrement. Et le président Edeva Kachuraki, mais aussi toute l'équipe au niveau de la province. On attend cette occasion. Ingawa kama hiyo itachezeka vizuri, itakuwa ni pressure na itakuwa ni vizuri kwa ngambo la Kabasha. Bwana Jean-Baptiste, hagati aho ngaho tugiye kureba ikigiye gukorwa hano muri Rizamu. Bigiye kuba ibintu bikomeye. Iriya kufra ishobora kuza kubyara ikintu gikomeye kirimo n'igitego. Non, comme je venais de le dire, voilà, accompagner toujours les dames comme elle est toujours présente. Voilà, ça se fait, ça c'est bon, ça c'est un beau geste de part et d'autre. Toujours l'ambiance avec cette danse folklorique ici au niveau du stade de l'Unité en attendant le coup franc qui sera porté par l'équipe de l'AS Kabasha pour trouver une occasion d'ouvrir la marque ici au niveau du stade de l'Unité. 4 joueurs sur le ballon. Je vois Pépé, je vois Kalala, je vois d'autres, les jeunes bien habillés. C'est peut-être sur cette occasion. On attend, qu'est-ce qu'il va jouer? Kabasha qui ouvre la marque! Kabasha qui ouvre la marque comme venait de le dire Jean-Baptiste. Apparemment, Jean-Baptiste, comme wewe unaonekana kama wewe ni mganga wa kienyeji kabisa. Mimi huko nilimwambia mukanya na igitego cya Kabasha kikaba kibonetse muri ya minota nababwiye. Hano stade kabihindutse. Bihinduye ibintu. Abafana hano bihindutse ibindi bintu. C'est le dossard 25. Le dossard 25 qui vient de marquer. Qui vient de donner l'avantage de cette équipe de Kabasha. Jusque-là, Kabasha, finale. Du côté de la fanatique de l'AS Kabasha. Ça sent la joie. Mais qu'est-ce qui va pas? Mais on sent déjà l'ambiance du côté de l'AS Kabasha. Avec ces buts. Qui vient peut-être redorer l'espoir de jouer la finale de ce tournoi de la paix ici au niveau du stade de l'Unité organisé par le gouvernement de la province. Un autre changement du côté des Dauphins Noirs. Voilà l'ambiance au niveau du stade du côté des fanatiques de l'AS Kabasha. Ni kwamba hawa ni mashabiki wa timu ya AS Kabasha wanaonyesha kabisa. Birumvikana hano kuri stade rero abafana baratandukanye abikipe ya Kabasha. Gusa hagati aho Dauphins Noirs nayo ishobora kubona ikindi gitego hanyuma bikanganya kimwe kuri kimwe bagatera penalty. Tunajua hiyo, tunasubiri huenda nao watakuwa wameingiza kibwagizo. Nini hao? Naendelea huko bado hawajamaliza. Kabasha tena anaanza. Wana ni goli la pili. Wanafanya nini leo? Amekala kwa orje ile ni shamra kwa ngambo ya Kabasha. Naona hawafuati tena mechi, wanakuwa kushambulia tu ni shamra huko. Bado mecho hano rero hano kuri stade ibintu bikaba huko murimo muibona. Nasema kwamba match hapa sasa mambo imebadilika kwa sababu upande wa mashabiki ya Kabasha moti na waka kabisa. Tunaona kabla ya kuingiza vijana moja kama vile kijana Alex nambari 5 na wengineo ambao wanaendelea kuingia ndani ya uwanja, mechi inakuwa imetoa moto hapa. Tuko na kijana kama vile Rio Anamali moja wala mazungumza Swahili vizuri hapa mjini Goma. Bwana Rio, sijui unaona mechi hii inaendelea namna gani? Ukatoa maoni yako kulingana na mechi hiyo ambayo inaendelea hapa. Na bila shaka mechi inaendelea vizuri na ni kwa sasa ni timu ya AS Kabasha ambao wamepata kipigo cha goli moja licha kuwa wamekuja kukipata katika kipindi cha pili cha mechi, lakini kwa upande wa mashabiki wa timu ya AS Kabasha wanaendelea kupiga ngoma vuvuzela ambazo zinapigwa kama kawaida, na kwa sasa
mechi inaenda kwa 1-0 kwa ushindi wa timu ya AS Kabasha ambao wameonekana kuibuka ushindi baada ya kutafuta goli yao kwa muda mrefu wa kipindi hiki cha pili. Unafikiria Dauphin Noir inaweza kuosoa goli hilo? Na licha kuwa Dauphin Noir inaweza kuosoa goli hilo, itakuwa ni jambo muhimu kwa timu ya AS Dauphin Noir, lakini kwa upande wa timu ya AS Kabasha nahisi kuwa hawatakubali kuweza kupoteza mechi yao ya leo. Kwa kuwa wanakubalia kucheza finali, unafikiria? Na Kabasha wanaweza kufikia kipindi cha finali, kwani wanaweza wakatumia retermination ya goli yao ambayo wameiweka ndani ya nyavu ya timu ya AS Dauphin Noir. Ila shamra hizi zilikuwa bado hazijaonekana. Nini unasema kwa wale ambao wanaongoza hii ama organisateur wa tournoi? Wale ambao waliandaa kinyang'anyiro hicho na hisi kuwa walikuwa wanajua kuwa ni timu bingwa za hapa kwetu nyumbani ambazo zitakuwa timu maarufu katika michuano hiyo ya kinyang'anyiro hapa kwetu mjini Goma kunako uwanja wa Delinite. Naam, tunashukuru kwake bwana Rio na Mali akiwa mmoja wa waandishi wa habari wazungumza swali vizuri hapa ndani ya jimbo Kivu Kaskazini. Ameweza kutoa maoni yake, wanakuwa wengi ila mechi yanaendelea hapa bwana Rio. Sijue nini utakuwa umeongezea licha ya finali ambayo itakuwa imechezeka huenda hivi karibuni kati ya timu la AS Kabasha na timu la Football Club Goma. Lakini kwa upande wa timu ya AS Kabasha wameonekana kuwa na washambuliaji wazuri ambao wamechukua determination yao na wamechukua maajiri yao, wanaweza pia wakaifunga goli ya pili ndani ya nyavu ya timu ya AS Dauphin Noir. Kwa upande wa timu ya AS Dauphin Noir nao washambuliaji wao wanajipanga vilivyo jinsi waliweza kufunzwa na wakuu wao wanaohusika na kuwafanyisha mazoezi, lakini bila shaka mechi inaendelea. Kwa upande wa mashabiki wa timu ya AS Kabasha wanaendelea kupiga ngoma, vuvuzela na vinginevyo. Nous disons merci beaucoup à Rio Anamali, son point de vue qui n'est pas à prendre à la légère parce que le foot continue. Encore quelques minutes, mais le ballon est dans le camp de l'AS Kabasha. Pas pour longtemps. Dauphin Noir qui cherche peut-être une occasion pour chercher aussi un but. Mais Kabasha va continuer peut-être à chercher le deuxième but, comme vient de dire Rio Anamali. Pas pour longtemps, le gardien Nado qui va essayer de trouver aussi le ballon. Va essayer de dribbler. Pas pour longtemps, Dauphin Noir, qu'est-ce qu'il va faire? Kabasha qui a toujours le ballon avec cet avantage d'une possession directe ici au niveau du stade de l'unité. Le but qui est arrivé, dans l'avantage. Pas pour longtemps. Dans le camp de l'équipe de Dauphin Noir, ici au niveau du stade de l'unité. Mais on n'est pas seul ici, nous avons un autre journaliste sportif qui va donner peut-être son point de vue. Lui aussi, il est là. Boulofo, vous êtes là? Je suis là, je suis en train de suivre le match Kabasha Dauphin Noir. C'est un grand match. En tout cas, c'est un match qui réservait beaucoup de surprises aux fanatiques. Vous voyez l'équipe de l'AS Kabasha. Il y a ce choix au niveau dans le camp des fanatiques de Kabasha. Au fait, c'est vraiment une joie immense, incommensurable d'ailleurs, des fans de Kabasha qui sont émerveillés de la prestation de leur poulain. Donc, c'est un match fou. Il y avait Kivu United qui a été éliminé. Il y a des espoirs qui a été éliminé. Et donc, c'est un tournoi qui a réservé beaucoup de surprises aux supporters, mais quand même c'est vraiment une surprise pour la population de Goma et c'est quelque chose de grand. Ça valait la peine pour l'organisateur. J'ai cité le gouverneur de la province qui a donné les coups pour ce tournoi. En tout cas, ça valait son pesant d'or parce que, comme vous êtes en train de voir, du côté Nyamirambo, du côté de Kabasha et du côté de Rastafari, il y a en tout cas, c'est un stade plein comme NF, c'est un stade plein à craquer, donc ça valait la peine. Après plus de 4 une innovation au niveau du stade. Il y a déjà l'éclairage, il y a de l'eau, il y avait de l'eau. Mais moi, je vois les agents aussi de la salle qui sont de la régie de l'eau. Ouais, c'est en tout cas de l'innovation. Voilà. C'est l'innovation. Voilà, merci beaucoup bwana Josué Bulofu kwa yale maoni yako kulingana na jambo hilo. Ila sisi tunaendelea na mechi hii hapa kunako uwanja wa Umoja. Goli moja kwa timu la AS Kabasha. Dauphin Noir kitafuta namna gani takosoa, tuangalie itawezekana wala Kabasha itaongeza nyavu la pili ili kuweza kucheza finali na timu hilo la Football Club Goma Sport ambao kwa muda kama na huu inamchunga nani kati ya Dauphin Noir na AS Kabasha. Unajua tutaweza kukosoa kidogo tukaongelea kwamba timu Dauphin Noir ni moja hizo timu zinacheza ligi ya kwanza ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu Kabasha inacheza ligi ya pili. Ila kwa muda kama na huu inaonekana timu la AS Kabasha linakuwa juu kabisa na ile timu. Bwana
Jean Baptiste, jambo gani alizungumzia kwa muda kama na huu? Nuko vuga ngo abadukurikiye rero umuntu yababwira yuko hano kuri Stade Dorinite ntabwo umuntu yavuga ko ibintu byoroshye kubera ko kugira ngo iki gikombe cy'amahoro tubone ikipe za nyuma ebyiri zirakina finali biragoye. Nyuma nkuko twabivugaga ikipe ya Goma Sport ejo yamaze gutsinda ikipe ya Icyunga ya Virunga, biriya rero byatumye ikipe ya Goma Sport igiye kujya kuri finali, ariko muri aya makipe abiri hagati y'iyi kipe ya Kabasha irimo ikina n'ikipe ya Dauphin Noir biragoye kugira ngo tumenye niyo igiye gutambuka, ariko icyo twavugaga nuko hano ibintu ni byiza. Biragaragara ko kuba Nord Kivu yaratekereje ko uyu mukino wabaho, guverineri Kivu y'Amajyaruguru bwana Musanga Elasto Bahati akaba yaratekereje ko uyu mukino waba, ni ibintu abaturage bavuze bati ni amateka, aho nkuko nabibabwiraga iyi stade imaze imyaka n'imyaka nta muriro nta mazi. Yabivuze atangireje bundi ku tariki 5, none nyuma y'iminsi 3 gusa umuriro n'amazi bigeze kuri stade nyuma y'imyaka n'imyaka iyo stade bayeho. Ni ibintu rero umuntu yavuga yuko ari ambiance igaruriwe abanyegoma. Ibijyanye n'imifanire byo babibonye ko nk'ikipe ya Kabasha yo ni kuri rwo hejuru n'abahuriga bo muri za zindi za Champions League, babafana bo muri Champions League dusanzwe tubona nibo tubimaze nk'abari kubona hano. Ibintu rero bikaba bimeze bien, ibintu bimeze neza. Abari rya no tubabwira ngo Goma uyu munsi ni umujyi touristique. Murabona abantu baturiye stade, bakikije stade, inzu zihari ndende, hari abareba umupira bibereye mu rugo ku buryo ari nka apartment, ushobora kuzukibera muri apartment hano ukajya ubona ibibera muri stade wibereye ku nzu hariya hejuru. Urakoze Jean Baptiste. Na tunaendelea kuzungumzia pia, najua utanifunza hilo, najua kabisa ni lugha ambayo tunahitaji kujua namna gani. Unajua mechi hiyo inakuwa vizuri sana wakati mara kwa mara lugha ya Bantu ambayo tunaita ya malaika bwana. Ya malaika bwana. Asante sana na nous continuons dans cette rencontre. Sijue jambo lingine kama unaweza kuzungumzia kwa nguvu, tunaona hivi karibuni mechi inafikia ukingo wake. Nukuvuga ngo iyi match irimo iragaragaza ibintu bibiri. Dauphin Noir ishobora kwishyura cyangwa se Kabasha ikaba yakomeza kumana igitego kimwe, ariko hano ndabona hano Kabasha igiye guhindura, niyo mpamvu tubonye abafana hano. Gusa ikigaragara nuko Kabasha ishobora gutsinda uyu mukino ikawutwara, ariko iramutse itawutwaye Dauphin Noir ikishyura, hano haboneka amarira menshi aturutse kuri penalty. Voilà, si Dauphin Noir marquait le but, il y aura peut-être que de penalty, mais on attend. Le match n'est pas encore terminé. Tunajua namna gani yataendelea. Huenda Dauphin Noir itakuwa imejaza na kutakuwa mikwaju, tunasubiri nini itaendeleka. Dauphin Noir inakwenda ndani ya goli la lango la Kabasha. Ila ni wale madefenders wa timu la AS Kabasha watakuwa wameondoa, kunakuwa kona kwa ngambo ya Dauphin Noir. Tuangalie nani itaendelea, tukiatia wale wa watazamaji wapate. Mbele ya kuangalia sasa, tuko na reserve ya interview ya kiongozi mmoja hapa kwa jimbo la Kivu la Kaskazini. Yeye tunataka atueleze kwa lugha ya Kiswahili, tuambie kwamba kwa nini liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini ametekeleza kuanzisha hii mchezo ya amani hapa mjini Goma, na mategemeo ni gani, mategemeo gani itafuata nyuma ya hizi mechi za amani. Tumfuate basi akizungumza, tusikia na sasa. Tufuate kisha turudi kwa mchezo. Turudi kwa mchezo. Asante. Mpasha habari, naitwa Muindo Justin Makondero. Niko assistant wa conseiller mshauri wa governor ambaye anahusika na michezo na wa vijana ndani ya jimbo letu la Kivu ya Kaskazini. Kama tuko hapa ni juu ya kuorganize manufaa ya hii kupatikana kwetu hapa kunako uwanja wa Umoja ama Stade Unite. Ndio tulikuwa participer kwa hii tournoi ya amani ambayo ilianzishwa baada ya miezi 4 ama 5. Kabumbu ilikuwa ishakuwa suspendi, lakini kwa sasa imerudia kuonyesha vijana ya kwamba maaktivite zote zimeanzishwa ndani ya jimbo la Kivu la Kaskazini na zinaendeleshwa. Yaani tournoi ya amani ni kukusanyisha wa vijana wote. Ukaona ndani ya uwanja huu wa Delnite wa Umoja, kabila zote ziko ndani ya stade. Wahunde, Wahutu, Wahavu, Waluba, Wanande, Wanyanga, wote wako hapa. Ile ni kuonyesha cohesion pacifique ya mchezo bwana. Naam. Sijue mtaishia hapa ama kuna mambo mengine mnapangilia badala ya badala ya hii ambayo imeanzishwa hapa jijini Goma. Itaendelea kabisa kwenye jimbo lote la Kivu ya Kaskazini, nafasi ambapo AFC M23 na Zibiti. Lubero tutakuwa na michezo huko, Ruchuru, tutaenda Masisi, Sake, Bweremana,
yaani michezo itaendeleshwa kama vile kawaida. Wa vijana waisikie kuwa huru, entraînement ziendeleshwe ndani ya mastade zote za jiji la Goma na kando kando ya mji ya Goma. Yaani maisha imeanza na inaendelea vizuri sana. Sijui ujumbe gani mfupi unao kulingana na ahadi ambayo liwali wa jimbo Kivu Kaskazini alitoa kuhusu vijana na kuhusu uwanja wa michezo hapa? Ndiyo, liwali wakati alifungua michezo ya kandanda hii alihaidi wa vijana kwamba atawaakompanye, atawasindikiza katika mambo yote ya michezo, na alipromettre dimanche passé ya kwamba atatia umeme, yani courant ndani ya stade. Mapoto ziko tayari humu na mataa ziko. Maji alihaidi itaingia kusudi wa vijana baada ya kucheza kabumbu wanywe maji, kwa kuwa maji ni maisha. Maji tayari nayo imewekwa. Yaani wa vijana wasiogope tena kitu, wa vijana wajiaproprie hii mchezo wa kandanda popote ndani ya jimbo la Kivu la Kaskazini ama muvila Goma, waendeleshe na entraînement na kila kitu iendelee vizuri sana. Bwana mpasha habari, Tunashukuru. Tunawashukuru pia. Asante sana. Je dégage pas pour longtemps. Le dossard 7. Les garçons qui a évolué dans Nyiragongo. Le gardien de Kabasha. Le gardien de Kabasha qui récupère le ballon. Mais Teddy qui voulait aider les joueurs de Kabasha qui étaient au sol à sortir sur l'aire de jeu. Mais le joueur de l'AS Kabasha va se relever peut-être. On attend le fanatique de Kabasha qui donne dans cette effervescence au niveau du stade de l'Unité l'ambiance après cette victoire qui défile déjà. Et voilà, nous saluons la présence de certaines autorités au niveau du stade de l'Unité, notamment le président Songo de l'AS Dauphin Noir qui suit de près son équipe, assis à côté de Aruna, le président de Goma Sport, qui lui attend déjà la finale, jouer la finale. Et voilà, comme je le disais, ce sont des autorités qui suivent de près cette situation ou la rencontre ici au niveau du stade de l'Unité, bien installé dans cette tribune bien arrangée, bien aménagée au niveau du stade de l'Unité. Voilà, le président Songo qui est assis aux côtés du président Aruna, le président de l'AS Dauphin Noir dans la ville de Goma, aux côtés du président de Goma Sport qui suit de prévoir comment la situation va évoluer, l'équipe qui va devoir jouer, l'équipe Goma Sport ici au niveau du stade de l'Unité, en traitant les organisateurs de ce tournoi de la paix sur tous là, qui suivent de près comment ça se passe. Il y a du calme ici au niveau du stade de l'Unité. Et comme je venais de le dire, l'AS Kabasha toujours dans cette effervescence de la finale du tournoi de la paix, 1-0 à la faveur de Dauphin Noir, le rival, comme on l'a toujours dit. Nous, on est là, aux côtés des fanatiques de l'AS Kabasha. Qui va dire, qui va se prononcer pour cette énième victoire sur le Dauphin Noir? Kabasha va devoir jouer le football club Goma Sport pour la finale. Sisi tunaungana na mashabiki wa timu hilo la AS Kabasha na tunazungumza kutupatia maoni yake kulingana na mechi hiyo. Wapo wengi wakiwa ndani ya furaha. Moja wa mashabiki, Kabasha ni hatari kabisa. Kabasha ni mbichame. Voilà, kunakuwa moja jambo. Tunaona Kabasha goli 1-0, mnafurahi? Sana kabisa. Wale ni watoto wetu, sio tulibatia pale kwa Dauphin. Wale baake ni kawaida Shamaliza kila kitu. Unasema nini tu waliokanisa mbaya? Si kwabo kabisa, tunajua si Kabasha tutabeba. Voilà, ça c'est l'ambiance au niveau du stade de l'Unité pour cette fin de la rencontre. L'AS Kabasha qui est qualifié et va jouer la finale du tournoi de la paix organisée par le gouverneur de la province avec toute son équipe. Une rencontre qui se termine en beauté avec un but somptueux qui a été marqué dans les heures de 55e minute et l'AS Kabasha qui va jouer la finale. Ça c'est l'ambiance qui est entre l'alliance avec l'AS Kabasha et ses fanatiques. Les femmes qui sont là aussi, ils sont venus supporter leurs fanatiques. Nini ni mashabiki, mnafurahi Kabasha, nini mnazungumza kuhusu victoire leo? Kufurahi sana juu tunaona ekipe iko nguvu sana. Bana Kolomboka ni hatari sana. Mnafurahia hii victoire juu ya Dauphin Noir na mtacheza finali na Goma Sport. Nini mnasema juu ya finali? Tunasema ile finali ishaenda zamani. Tunakiangalia Goma Sport ndio ni ekipe
mais haiko ekipe yenyewe napasha kuya jirepresenter mbele ya Kabasha. Kabasha ni wakubwa wao tu. Tunazungumzia ingine, tunaona innovation mu stade. Tala maji na wanatia nini, unazungumza juu ya organisateur? Organisateur iko bien. Banajiarranger bien, banatuwekea matala mu stade, banatuwekea pia mai. Mais asante kabisa kwa organisation wanafanya kabisa. Voilà, c'est l'un des fanatiques de l'AS Kabasha. Nous allons prendre un autre bonjour. Moi, je ne sais pas français. Alors, sema kwa Kiswahili, jambo. Jambo sana baba. Kwa majina? Najina naitwa Delphin Bahati. Delphin Bahati, wewe ni shabiki wa AS Kabasha. Unafurahi? Kabasha, nafurahi sana kabisa, niko na raha sana. Tunaona nini unaambia gouverneur ambaye amefanya juu ya kuorganize hii tournoi? Vraiment tunashukuru gouverneur, Mungu akubariki sana. Na endelea kututilia tournoi tena kama hii. Tutilie kama hii kabisa, unatufurahisha sana kabisa. Kabasha atacheza finali na Goma Sport. Nini unasema juu ya finali? Mimi nasema kama pale deja sie ni kikombe tu. Sie tunazoea victoire, ni kikombe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Kabasha ni ya kwanza. Coach Abibou, l'AS Kabasha va jouer la finale contre Goma Sport. Vous avez préparé cette rencontre, c'est la même façon que vous allez préparer la victoire, la finale? Vous voyez, du début jusqu'à là où on est, on s'est préparé parce qu'on savait que la compétition n'est pas facile. Vous avez vu comment Goma Sport a fait. Il a fait tomber 2 GA de la Ligue 2, Mongaza et de notre rival éternel Virunga. On va venir préparer comme on a préparé d'autres matchs. Les matchs d'hier et les matchs d'aujourd'hui, on va les préparer plus comme le match d'hier, de demain. Peut-être vous serez fiers de le faire parce que vous avez fait tomber aussi une équipe de la Ligue 1. Tomber une équipe de la Ligue 1, oui. Mais on était capable de le faire parce que vous savez, même si on est en Ligue 2, nous sommes capables d'aller jouer à la Ligue 1 tel que vous les voyez au stade. On était supérieur à eux. Ça a donné la chance à Souris chez nous, on vient de les gagner. Kabasha s'est préparé bien sûr. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'organisation, comment ça s'est fait ici au niveau de sa unité? Parce que ça faisait longtemps que vous ne fréquentez plus le stade. Aujourd'hui vous êtes au stade et vous allez jouer la finale que vous prétendez remporter. Qu'est-ce que vous dites à l'organisation? L'organisation lui demande de refaire encore cette histoire. C'est bon, parce que ça fait 3 mois et quelques jours qu'on n'était pas ici au stade. Vous voyez, on vient de jouer. Les gens, ils sont errés. Bien que on est dans la guerre, mais les gens sont errés. Et je le demande encore de reproduire encore cette histoire. Si on le fait maintenant avec tous les Kivu, ça peut être mieux qu'on donne, qu'on amène même les équipes de Rutshuru, qu'on amène les équipes de Bukavu, qu'on les fait beaucoup, que ça soit d'une grande valeur, ça peut être mieux. Par rapport aux installations sportives, vous avez vu quand même une petite amélioration. Qu'est-ce qui manque pour que vous jouiez dans de très bonnes conditions? Vous voyez, nous avons toujours les problèmes de vestiaire. Je vois, on est en train de mettre l'éclairage. Là, j'encourage le gouverneur qui sait qu'il est en train de faire. Je vois peut-être bientôt, ils vont mettre les pavés. Je lui encourage, mais qui nous aide aussi à faire les vestiaires pour nous. Ça peut être vraiment très heureux s'il nous fait ça. Coach Abibou, kwa kufupi tu tuambie nini unajisikia kabla ya kuweza kuwina mechi hizi kwa timu hiyo ya Dauphin Noir ambayo inacheza Ligue 1 ambayo kabisa mlikuwa mmefikiria? Kwa hiyo ya kwanza nina raha kwanza kuona tunapita kwenye finali. Si ilikuwa facile, match ilikuwa iko juu sana. Tulianza match juu na tunamaliza tuko juu. Nashukuru sana. Dauphin Noir ni ekipe, ni timu kuu sana, tumecheza nayo. Tumepatika kufunga goli moja na inatufikisha tunamaliza nayo match. Unafikiria mtacheza finali na mtaweza kuiwina? Finali naomba wafanatiki waje wengi. Tutakuja cheza finali. Tutakuja tuicheze, waje waone ekipe yao kisi tutacheza finali. Timu ya Goma Sport mnafikiria mtaiwina bila tatizo? Haiko kusema timu ya Goma Sport itawina bila tatizo. Naomba washabiki wetu waje waone mache ekipe yao Kabasha. Tutacheza football, wataona football. Tutacheza kutereni 90 minutes, après 90 minutes tutaonesha yenye nguvu yetu tuko nayo. Nini unayo kulingana na organization? Tunaona kumekuwa mabadiliko kidogo kunako uwanja wa Umoja. Nini unaweza kuzungumzia ili mkao ikacheze kwa condition iliyo nzuri? Namshukuru kwanza gouverneur wa mji wa Goma, naona gisi anatusaidia, stadi ameifungua, ametuwekea tournoi, watu tena wanakuja ku stadi wanafurahi. Stress, watu walikuwa na stress mingi, wametoa stress. Naona ametuwekea matala kwenye stadi. Giza ilikuwa iko mingi nje ya stadi, naona naweka maprojecteur, inatusaidia sana. Na muomba gouverneur aendelee tena tusaidie sana, tusaidia sisi wa vijana, atuwekee na vestiaire sasa. Akatuwekea vestiaire, stadi yetu nadhani itakuwa stadi moja ya mastadi kuu mwi nchi ya Kongo.
Na kochi, ujumbe gani mnaweza kutumia mashabiki, kwa sababu mashabiki wa Kabasha ni mashabiki ambao unaona wanalingana na wale mashabiki wa Ulaya. Mnawaambia nini sasa, wajitegemee nini, wafanye nini kuhusu hii siku tu ya Jumapili mtakuwa mtacheza final? Naomba wa mashabiki kwanza, nawaita tena waje wengi kuzidia sisi wamekuwa, kwani sisi Kabasha tunacheza kwa ajili ya wale wa mashabiki. Miaka mbili hizi hatuna kiongozi wa timu, tuna coordination wa fan au wao tu ndio wanabeba timu mpaka hapa kwenye iko. Ndio maana naendelea kuwaomba waendelee kutusupport gisi wanatusupport mpaka gisi tutaendelea kufikia tuje tukachukue kikombe yenye governor alituwekea. Manake kikombe na wewe unaanza kujisikia mikononi. Kikombe kukichukia mikononi nitakujibia kisha siku ya Mungu, kisha mechi nitakuja nikakujibia. Kama naanza nikisikia sana nitakuwa nimekwambia nimekiona kama nimekichukua. Kochi, swali langu la mwisho, mmecheza vizuri, mmeanza sasa mache siku ya kwanza, siku ya pili hivi mnafika kwa final. Sasa changamoto gani mmekutana nazo? Changamoto nyingi tumekutana nazo. Unaona, timu ya kwanza tumecheza na Espoir, ilikuwa timu haikuwa fasili, ilikuwa timu nguvu, ilikuwa timu ya nguvu sana kwa championnat ya lokale ya hapa Goma. Leo tumekutana na Dauphin Noir, ni timu inacheza ligi kuu ya Kongo, sisi tunacheza ligi ya pili ya nchi ya Kongo. Kwani tumegombana kwa kufikia hapa kwa kupitia hawa mafani wetu wenye tunao usiku na mchana, wanatusaidia, wanatusapoti, ndio maana unaona hapa tumefikia kwenye tuko. Lakini kuna swali la mashabiki na watu wengine wanafuatilia machi na mambo ya burudani hapa Goma. Unaona kulikuwa vita hapa. Sasa nini ilikuwa kama changamoto? Ni swali la pili, kutokana na football hapa mjini Goma, kutokana na wachezaji, nadhani wengine walikuwa wanaenda kwa timu mbalimbali kwa ndani ya timu za nchi jirani. Changamoto gani mmekutana nazo kutokana na vita tu? Naona vita imekuja imetusumbua. Kwanza vita imetusumbua, tumefanya miezi 3 na siku 18 hatuchezi tena mpira. Vijana wengi walikuwa hapa, walikuwa wanakwenda nje. Kwa hizi siku hawakwenda nje tena kwa ajili ya vita yenye ilikuwa. Namshukuru sana governor wetu kwa mambo yenye nayo iko nafanya kwa hii timu, kwa hii mji wetu wa Goma. Naona maendeleo ikakuwa. Naona governor wakaendelea kumpatia miaka mingi, ataendelesha hii province yetu, ataipeleka mbele zaidi kisi ilikuwa. Kwa kumalizia, nasema hii mechi ya Coupe de la Paix inamalizika. Tuanze kusema sasa, kutokana na matches zitafuata, kama wengine wanasema atuletee michezo mingine isibakiri hapa kwa uchezo kwa matches za amani, na nataka kusema kama championnat ya hapa Goma unatekelezaje? Namuomba sana governor aendeleshe kufuatilia hii mambo gisi anaifuatilia hii tournoi imepita. Ikipita nadhani aendeleshe nyingine zaidi itufikishe juu tena, vijana waje wengi, kwani vijana walikuwa tuko stresse avec hii mechi. Naona washabiki wote wanafurahi, itaendelea kuwatosha stress nilikuwa nao ya zama vita. Asante sana Steny Bishaka, mushimire mugenzi wanje Isaac Baudelaire. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous disons aussi merci aux téléspectateurs de Africana TV qui nous suivent à pareil moment. Nous serons là aussi pour la finale. Ils vont suivre la finale sur leur chaîne YouTube et aussi partout. Aussi si les auditeurs et téléspectateurs de la radio et TVTN de Kigali. Soyez les bienvenus dans notre émission de mercredi et samedi aussi. Je suis Jean-Baptiste Steny Bishaka. Je suis Isaac Baudelaire. Merci beaucoup.